Karibuni sana KingoFarm. Sasa leo hii kwenye hii video ninataka niongee na wale wafugaji ambao wapo maeneo ya mjini na wanatamani kufuga. Kupa sababu 7 kwa nini inatakiwa wewe ambaye upo mjini ufuge, na hizi mbinu 7 pia zitakusaidia namna sahihi ya wewe kufuga. Moja ya changamoto kubwa ya maeneo ya mjini ni kupata nafasi kubwa ya kuwafugia kuku wengi kama hivi. Labda utoke uende pembezoni ya mji, ila katikati ya mji kama pale Dar es Salaam maeneo yamebanana. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye anataka kufuga, sikiliza hizi mbinu ambazo nitakupatia. Na mbinu ya kwanza kabisa nitakupa kwa nini inatakiwa ufuge maeneo ya mjini. Inatakiwa ufuge maeneo ya mjini kwa sababu kwanza soko lake ni la haraka sana. Yaani ukitaka kuuza mayai, ukitaka kuuza kuku, wanyama, ni haraka sana kuweza kupata mteja. Kwa hiyo mjini kuku wa aina yoyote ile ukimfuga huwezi ukakosa soko hata kidogo. Kwa hiyo ni sababu ambayo itakufanya wewe ufanikiwe kufuga eneo la mjini. Kuku kama hawa unaoona hapa, hawa ni chotara. Kidogo kwa huku kijijini ukisema wauzie watu wakawachinje, inaweza ikawa ni ngumu, lakini eneo la mjini unapata mteja vizuri kabisa na wanaisha. Na maeneo ya mjini unaona, mfano sisi hapa tuna hawa broiler ambao wapo kwenye hili banda. Hapa anakuja mteja mmoja mmoja anachukua kuku 10, 20, lakini eneo la mjini akija mteja mmoja anachukua kuku, hata kama wapo wengi kiasi gani, atawachukua, ataondoka nao wote. Kwa hiyo unapata faida ya pamoja. Yaani ukisema wewe leo mimi nitafute mteja niuze kuku wangu, mfano Dar es Salaam, unaingia zako Riverside pale, unapata mteja, unamwambia tu mimi nina kuku kadhaa, anakuja anaangalia, mnaelewana, anabeba banda lote, anakupa cash, anaondoka. Umeona? Kwa hiyo ni faida mojawapo ambayo itakufanya wewe ufanikiwe eneo la mjini. Jambo la pili, inatakiwa upate aina sahihi ya kuku. Na hakuna kuku broiler, kuku wa mayai, kuku wa nyama. Kuku wa nyama ndio broiler. Chotara, kuku wa kienyeji, wote mjini wana soko na wanauzika vizuri kabisa. Issue ya kwamba uchague kuku sahihi hapa ni kwamba nitakuwa uchague kuku ambaye anauzika kwa faida. Kuna kuku mjini kidogo faida zake zimeharibika, hasa wale kuku wanaofugwa kwa wingi. Kwa mfano broiler mjini, kwa mfano Dar es Salaam ukienda maeneo ya Kigamboni kule au huku pwani, kuna wafugaji wakubwa sana ambao wanategemea soko la pale Dar es Salaam. Kwa hiyo wale wafugaji wakubwa wanauza kuku wao kwa bei ya jumla, kwa bei ndogo sana. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unaanza na upo mjini kabisa ambapo pana changamoto pia ya eneo, unaweza kukutana na hiyo changamoto ukawafuga broiler lakini wakanunuliwa kidogo, yani faida ikawa ni ndogo. Kwa hiyo nitakuwa ufuge kuku kama vile wa kienyeji, chotara, hawa utaweza kupata faida, hasa chotara. Mimi leo ninataka nikushauri wewe ufuge kuku chotara. Na namna ya kuwafuga wa kuku chotara kuna namna mbili. Unaweza ukafuga tokea wakiwa vifaranga, lakini pia unaweza ukawanunua wakiwa na kaumri kama hapa ukaendelea kuwafuga. Sisi pia hapa tulikuwa tunafanya hii biashara, tunanunua kuku wa umri kama huu hapa, tunaendelea kuwafuga, au kuku wanakuwa na siku kama 40. Tunaendelea kuwafuga, ni kuku ambao wameshapata chanjo zote. Ukiendelea kuwafuga hapa, baada ya miezi 2 ni kuku wakubwa kabisa ambao unaweza ukawauza kwa faida. Umeona? Sasa banda bora la kuku mjini, jambo la 3, lazima uzingatie banda bora la kuku mjini. Sasa mjini maeneo ni finyu sana, huwezi ukaweka mabanda kwa kujiachia kama hivi, haiwezekani. Kwanza huwezi ukapata eneo kama hili, labda uwe pembezoni ya mji au
uwe mbali na mji, unategemea lile soko ndio unaweza ukafanya hivyo. Ndio maana wafugaji wengi mjini unakuta wanasema nitakuwa nitoke nje ya mji kidogo ili niweze kufuga. Lakini wewe kama upo katikati ya mji, sikukwamishe kufuga. Kuna aina ya mabanda yale ya cages yale wanauzaga, na kuwekea picha hapo mfano wa haya mabanda. Haya mabanda ni unayaweka kwenye eneo dogo kabisa. Ukiyaweka kwenye eneo dogo unafuga kuku wengi sana, umeona? Kwa hiyo itakusaidia wewe ambaye upo mjini ili kuweza kuwafuga kuku vizuri kabisa, umeona? Nikukumbushe tu, KingoFarm pia tunatoa huduma ya elimu ya mafunzo ya ufugaji. Utajifunza hata wewe ambaye upo mjini, unaweza ukajiunga na madarasa yetu ili uweze kujifunza kulea vifaranga, kuwafuga kuku kama hawa na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na ufugaji wa kuku. Utakusaidia sana. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Utalipia 8,000 kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji, ikiwemo kuchanganya chakula, jinsi ya kuwalea kuku wako tokea wakiwa vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, kuwachanganyia chakula. Kitabu chetu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, hatuna ile hard copy, na gharama yake ni shilingi 10,000 kitabu kimoja. Wewe wasiliana na sisi. Kwa mfano tuna mwongozo wa kitabu cha chotara, tuna kinaitwa Safari ya Ufugaji, tuna kitabu cha tiba za asili, jinsi ya kuchanganya tiba na kuwa tibia hao kuku wako. Kwa hiyo tunavyo vitabu kama hivyo hapo, vitakusaidia sana kwenye ufugaji. Lakini asili ya kitu cha 4 ambacho nakwenda kukuambia hapa ni siri ya kuondoa harufu. Maeneo ya mjini usipokuwa makini, kwa sababu ni finyu, unaweza kuwa unapata harufu kali sana. Sasa tumia jivu, safisha banda lako mara kwa mara, lakini mwaga jivu. Kwa mfano ukitumia hayo mabanda yenye cages, basi lile eneo la chini unakuwa unamwaga jivu, au unaweza ukamwambia fundi atengeneze, akiweka nyavu, zile nyavu chini yake pale unakuwa unamwaga, atengeneze kama yani azibe kiasi kwamba unaweza ukaweka matandazo pale, maana matandazo pia waga yanapunguza harufu, umeona? Aina asili nyingine, chakula cha kuku cha mjini. Ukipenda sana kununua vyakula vya madukani, unaweza usione faida ambayo unaipata. Mfano mpango niliokuelezea mimi, unatafuta kuku ambao wamekuwa kiasi kama hivi, na kuku wako labda 20 au 30, ukawafuga mpaka wakaanza kutaga kwenye hizo keji hizo, au ukawafuga wauze kwa ajili ya nyama. Basi muhimu sana kutumia chakula cha kuchanganya wewe mwenyewe. Chukua kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji, au kama unafuga kuku wa kienyeji, kipo cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Mle ndani tumeweka kanuni za kuwachanganyia kuku chakula. Unaenda nacho tu kwenye zile sehemu wanazotengenezaga chakula, zile mashine, mnaita mashineni. Unaenda na kile kitabu, lile eneo, unawaambia naomba mnichanganyie chakula kufuata hii kanuni. Kwa hiyo wao watakutengenezea chakula na kitakamilika vizuri kabisa. Utawalipa tu pesa yako na utakuwa umepunguza gharama. Mfano ile kanuni, chakula ambacho litakuwa ununue 90,000 na unaweza kukitengeneza kwa kutumia wastani wa 50,000. Nategemea pia na msimu, maana vitu huwa vinapanda na kushuka, pumba za bei za pumba zinapanda zinashuka. Jambo la 6, sheria muhimu kabla hujaanza kufuga. Vitu muhimu pia nataka nikuelekeze kabla hujaanza kufuga maeneo ya mjini. Kwanza, chagua kuku, usifuge kuku wengi sana. Fuga kuku wako wachache tu, kwa sababu eneo lako ni dogo. Wale kuku wachache watumie kwa namna ambayo unaweza ukapata pesa nyingi. Kwa mfano ukawaacha wakaanza kutaga, kila siku utakuwa unauza mayai, uwezo ukakosa hela ya kula. Lakini pia hakikisha hakuna harufu kali, unaweza ukawakela majirani wakakuandama. Lakini pia hakikisha hakuna kelele. Sasa kuondoa kelele, mara nyingi sana ukifuga jogoo wengi unaweza ukasababisha kelele. Hakikisha kwamba jogoo wanakuwa wachache. Lakini pia
banda liwe safi. Hakikisha muda wote unasafisha banda na unatupa eneo sahihi. Usije ukawa unawakela watu, unasafisha banda lako unatupa kwenye kwa jirani yako, mtagombana. Hizi ni sheria muhimu sana. Na jambo la mwisho kabisa ambalo nakwenda kukuambia hapa ni namna ya kupata tiba za asili. Tumia tiba za asili ambazo zinapatikana maeneo ya mjini. Ukiwa na kitabu cha tiba za asili, hiki kitabu chetu soft copy ambayo tunakutumia kwa shilingi 10,000, mle tumeelekeza tiba nyingi sana. Sio kwamba maeneo ya mjini hayana tiba, yana tiba vizuri kabisa. Kwa hiyo tumia zile tiba ambazo zinapatikana mjini. Unaweza ukaona labda kupata majani ya mbaazi mjini ni ngumu, lakini kuna maeneo 140 inapatikana vizuri kabisa. Kuna mti mmoja hivi waga unatumika, unaitwa mwashok. Mwashok pia ni dawa tiba ya kutibu kuku ambao wanahara damu, wanahara muharo mweupe. Ukichemsha yale majani yale ukawawekea kwenye maji yao, wanapona vizuri kabisa. Lakini pia unaweza ukapanda tiba za asili kwenye makopo kama vile maua, kwa mfano aloe vera. Aloe vera inaota kwenye kopo vizuri kabisa na inakuwa kama ua, yani inakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo inakuwa kama ua, lakini pia unatumia tiba kwa kuku wako. Kwa hiyo hayo ndio ambayo nimekuandalia leo kwa wewe ambaye upo eneo la mjini, unashindwa kufuga kwa sababu ya changamoto ya eneo. Ukiyatumia hayo utafanikiwa kwenye ufugaji na utapata pesa vizuri kabisa. Unaweza kujiunga na kundi letu ili uweze kuongea na KingoFarm tukushauri zaidi. Yani kama unaona hujanielewa, cha kufanya wewe fanya utaratibu, ujiunge na kundi, pigie simu tukuelekeze vizuri hatua kwa hatua. Asanteni na kwaherini.